ila sio mjakazi wa Mungu. Je, kama unanielewa vizuri mtu wa Mungu ali hai? Huruma ya Mungu inatuvuta tuupokee neema ya ubaba wa Mungu. Huruma ya Mungu inatuvuta tupokee neema ya ubaba wa Mungu. Huruma ya Mungu ndio huwa inatuvuta siku zote imani zetu zipokee kuamini kwamba Mungu ni baba kwetu. Ujue unaweza kuwa wewe ni Mkristo na unafahamu kwamba Mungu ni baba, lakini imani yako iwe haijaweza kupokea kwamba kweli Mungu ni baba kwako. Nasema hivi, unaweza ukawa wewe ni Mkristo na unajua Mungu ni baba, lakini imani yako inaweza ikawa haijapokea kwamba Mungu ni baba kwako. Kwa sababu imani ikipokea kwamba Mungu ni baba kwako, ina maana kwenye maisha yako tutaona matendo yanayoashiria ubaba wa Mungu kwako. Kama hatuoni matendo yanayoashiria kwamba Mungu ni baba kwako, ina maana wewe Mungu kwako sio baba. Si kama unanielewa? Mafundisho magumu kidogo, lakini Roho Mtakatifu ameruhusu niachilie hapa kwa sababu kuna watu Mungu anataka kuwasaidia. Sema amen katika jina la Yesu. Ngoja tuangalie kitabu cha Waefeso ile sura ya 3 mstari wa 14 hadi wa 19. Waefeso 3:14 hadi 19. Waefeso 3:14 hadi 19 inasema namna hii. Kwa hiyo nampigia Baba magoti, ambaye kwa jina lake ubaba wote wa mbinguni na wa duniani unaitwa, awajalie kwa kadiri ya utajiri wa utukufu wake kufanywa imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho wake katika utukufu wa ndani. Hebu tupige pause hapo kidogo. Angalia Biblia inavyosema kwamba kwa hiyo nampigia Baba magoti. Afu anasema hivi, ambaye kwa jina la ubaba wote wa mbinguni na wa duniani unaitwa, awajalie kwa kadiri ya utajiri wa utukufu wake. Unaelewa kwamba Mungu ni baba, na ni baba wa mbinguni na ni baba wa duniani, ambaye ndani yake kuna utajiri wa rohoni, kuna kufanywa imara na kuna nguvu. Ina maana kama Mungu akiwa ni baba kwako, tunategemea tuone utajiri kwenye maisha yako. Unaelewa ninachosema? Mungu kama ni baba kwako, tunapaswa tuone utajiri kwenye maisha yako. Mimi binafsi nilishakataa Ukristo wa umaskini. Kuna watu wanasemaga Ukristo ni umaskini. Mimi kwangu nimekataa kwamba kwangu Ukristo sio umaskini. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inaniambia kwamba baba ndani yake ana utajiri wa utukufu. Kwa hiyo kama ana utajiri wa utukufu na yeye ni baba na mimi ni mwana, kazi ya mwana ni kupewa utajiri wa baba. Ngoja nikwambie, wewe si mtoto, si una baba yako. Tuongee tu kwa lugha ya kawaida. Inawezekanaje baba yako akawa ni tajiri namba 1 Afrika, afu wewe ukawa maskini? Inawezekana? Haiwezekani. Baba yako akiwa ni tajiri, hata kama wewe mtoto darasani ukufanya vizuri, hata kama ulikuwa una mambo mabovu shuleni, lakini atahakikisha na wewe mtoto wake umekuwa tajiri, kwa sababu wewe ni mtoto wake na yeye ni baba yako. Hawezi kukubali kuaibika. Atafanya kila namna uwe tajiri. Na ni hivyo hivyo hata kwa Mungu, maana sisi tumeumbwa kwa mfano wake, kwa akili zake ziko kwetu. Kwa kinachotokea kwetu ndivyo kiko kwake. Kama mimi ni mwana kwake, siwezi kuwa maskini kwa sababu yeye baba yangu ni tajiri. Atafanya kila namna hadi anitajirishe. Na ndio maana nimekuambia simple way, kama wewe uko hapo unanisikiliza na una umaskini unakusubua, tuna wasiwasi na ubaba wa Mungu kwako. Kwa sababu yeye ni tajiri, niwaje wewe mtoto wake wewe maskini? Angalia kitu kingine. Anasema hivi, rapa koria kandarabashaka. Anasema kwa kufanywa imara kwa nguvu. Kwa hiyo pia kama Mungu ni baba kwako, tunategemea kukuona wewe ukiwa imara na ni mwenye nguvu. Ni imara katika afya yako, una nguvu katika afya yako. Tukiona afya yako sio imara, afya yako ni legelege, haina nguvu, imejawa magonjwa, tuna wasiwasi na ubaba wa Mungu kwako. Karapa koria kandaraba shakaraba. Biblia yangu inaniambia
Moja ya kitu Mungu alichowaambia wana wa Israeli kwamba mtakapofika kwenye nchi ya ahadi nitawaondolea magonjwa ya Misri. Kwa hiyo ndani ya nchi ya ahadi, yani ndani ya uzima wa milele katika Kristo, hakuna magonjwa. Mbona we bado kisukari kinakusumbua? Kansa inakusumbua? Pressure inakusumbua hadi umepinda mdomo namna hii? Huwezi hata kuongea vizuri. Jinsi pressure ilivyokupiga. Stroke bado zinakusumbua. Kwa nini? Na ni hali Mungu ni baba kwako. Bado kuna mahala hapajakaa sawa. Kwa sababu Mungu akiwa baba kwako, magonjwa ya Misri hayana kibali ndani yako. Pressure haina kibali kwa sababu baba yako hamiliki pressure, anamiliki uzima. Sema amen katika jina la Yesu.